Jason on the beat. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia injili. Atakusanya ngano kote yatatupa motoni, rafiki utakuwa bali makapi yote yatatupa motoni, rafiki utakuwa bali makapi yote yatatupa
mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi duniani si nyingi, nazo tajaa shida na taabu. Ayubu 14 mstari yake ya kwanza. Majina. Marehemu aliitwa kwa majina yafuatayo: etwanga Musabazini, mwana w'Iganda wa Musengerwa w'Elumbana Ngobi wa Maelele Tundu wa Akeneko. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka wa 1958 pa Ake Ebondo. Wazazi wa marehemu walikuwa wakiitwa kwa majina yafuatayo: baba Reverend Pastor Nunda Saba Msafiri Hosea wa ukoo wa Paketi wa jamaa ya Balimu. Mama yake alikuwa akiitwa kwa majina yafuatayo: Neema Aboyalenge wa Mlonge wa ukoo wa Kabungwe jamaa la Kashekombe. Wote wawili ni marehemu. Masomo. Marehemu alisoma shule ya msingi pa Epe Kasenga, akapata cheti chake cha sertifika. Akaendelea na masomo ya sekondari pa Institut Teki ya pale Kiliba, akapata diplome d'etat. Desis. Maisha ya kiroho. Marehemu alikuwa Mkristo kwanza wa dhehebu ya Witness Pesa, kwa leo inaitwa Witness Pake Kasenga. Akakubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake mnamo mwaka wa 1907. Baadaye akakubali kuingia kwa dhehebu la Methodiste huru Parombe. Hapa akakubaliwa kuwa Mkristo wako. Ndoa. Marehemu alifunga ndoa yake kwa mwaka wa 1983 na binti aitwaye Bernadetta Bitwaungwa wa jamaa la Bashiromona, na akabahatika kuzaa naye watoto 5, mkiwemo wavulana 3 na wasichana 2. Mvulana mmoja alifariki, waliobaki kwa mke wake wa kwanza ni watoto 4. Baadaye akachukua binti ya Bashahongo aitwaye kwa jina Douglas Nasibu, akabahatika kuzaa naye watoto mapasa. Mvulana mmoja akafariki na ndiye hai mvulana mwingine mmoja. Kazi. Marehemu alijihusisha na kazi ya walimu maishani mwake, vile na biashara vidogo. Magonjwa. Marehemu ameumwa maradhi wa muda mrefu. Magonjwa ya rangi, prostate na reni. Familia ilijitahidi kumtunzisha Uvira, Bukavu, Kinshasa, Burundi na Sweden, ila waganga hawakufaulu kabisa. Ila kifo hakiwezi kutunzwa. Aliyempenda zaidi ni Mungu wa majeshi, naye alisema kufa utakufa. Siku ya kwanza tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka huu tunao 2025 saa 8:15 akaaga dunia. Inamaanisha ni aliaga dunia hospitalini Bujumbura kwa Prince Louis Charles. Uzazi na umri. Marehemu amekufa akiacha uzazi wa watu 5, wajukuu 11. Kwa ujumla ameacha familia
ya watu 16 akiwa na miaka 67. Shukrani. Ukoo wa Bakeci jamaa ya Palima, ukoo wa Babungwe jamaa ya Bashegombe, kanisa la Methodiste Huru, majirani, marafiki wote, tunashukuru kwa yote aliyotutendea maishani mwake, kwa wema, huduma, mashauri na michango mbalimbali. Tunamtakia mapumziko mema. Amen. Nikamuuliza sababu gani, akasema si kukuanga na kusudia kwamba naweza kuwa na mke wa pili, lakini ile ambayo ilitokea nimetuma niamke katika matatizo hayo. Sasa Mungu anisamehe kwa yote. Na tuliomba Mungu mara kwa mara, nilipigiwa simu kufika, tunazungumza pamoja na yeye, na tunapomaliza mazungumzo tunaomba Mungu. Nikaleta habari kwa kanisa, kwa wachungaji, kawaambia kwa sasa tuna wagonjwa wawili hapa. Mmoja aliyetangulia Bobia ni dada yake na yeye hapa, na wachungaji tuliambatana nao mara kwa mara tukiomba Mungu pamoja naye. Tukafikiri kwamba Mungu angalia atamsaidia kumwongezea maisha. Kumbe siku zimemalizika. Tunashukuru Mungu kwa jinsi alivyojitoa kushiriki ibada pamoja na wengine, ingawaje madhaifu ya mwili. Na alikuwa mtu wa kupenda sana maendeleo. Wakati alifika, alipenda ajue miradi gani kanisa liko nayo. Alifika, alikutana tu tunakarabati, tunatengeneza vyoo, na kufunga mkono, akasema mwalimu, japo niko na matatizo na mimi nitachangia huko nyuma. Akachangia kwa kuboresha vyoo vyetu. Isitoshe, alipenda ajue msingi wa ile nyumba ulianza vipi na huko natembea haya. Kasema mniombee Mungu anisaidie na mimi niweke hata sake 10. Na wakati alifanikisha zile sake 10 amezileta kanisani. Kwa hiyo kwa upande wa kimwili kama vile tumepoteza, lakini natumai kwamba matendo yake pamoja na matengenezo rasmi aliyotengeneza yanafuatana pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa muda wote ambao tumetulia naye. Neno la Mungu linasema katika Ufunuo kwamba heri wafu wafao katika Bwana, na mtamu sasa wamepumzika baada ya taabu yao, ili kwamba matendo yao yaweze kufuatana pamoja nao. Sisi kama vile kanisa hatuna chochote kile ambacho tunaweza tukamzawadia kwa muda huu mfupi ambao tumebaki naye hapa akiwa katika harakati za magonjwa ya mwili. Ila tunamshukuru Mungu na tunashukuru kazi ambazo amefanya. Mungu atamvika taji isiyoharibika. Asante. Asante kwa ushuhuda mzuri wa kanisa. Ndivyo ilivyo kwa waamini wetu, na Bwana atubariki. Amen. Tunaenda na wimbo wa kuweza kutoa changizo zetu, kwa sababu neno la Mungu linasema aseme mahali tunapokusanyika mshe tupitie changizo. Katika uongozi na ulinzi na ukombozi wa Mungu, Mungu ameandaa ukombozi wake ulio wazi na unaojulikana umefikia juu ya mtu. Na huyo mtu amefanya kazi sana tena na kubwa ya kuweza kumsaidia ili makusudi mwanadamu apate kukombolewa. Wanyama wanakufa na wadudu wanakufa, lakini wanadamu hawalie. Wanadamu wanajua aliyekufa ni mnyama na inaisha kufa. Anajua kwamba wadudu wanakufa na wao wajue idadi na wajue hesabu na wakumbuke mwaka na wakumbuke siku na wakumbuke wakati. Lakini wakati mtu anakufa,
Watu wanajua siku, wanajua muda, wanajua sekunde, wanajua na saa, wanafanya idadi ya mwaka, wanafanya idadi ya miezi yao. Ina maana kitu kilicho kikubwa na cha maana sana ni kile kinachoitwa mtu. Mungu wetu atusaidie. Ndio maana Mungu ameandaa ukombozi, na wakati ameandaa ukombozi wake umefanyika katika sehemu mbili, na ya mwisho itakuwa faida ya ule ukombozi ambao ameuacha kwa mwanadamu tangu hiyo wakati. Kitu cha kwanza, Mungu amefanya kazi ya kushinda dhambi. Na hiyo kazi aliyoifanya ya kushinda dhambi, mara moja alivunja nguvu hizo nyingi sana ambazo zingeweza kugandamiza mtu aliye kiumbe chake, ili makusudi asiwe ameishi mateka ambaye atakosa kitu cha pili ambacho Mungu anachokiandaa. Akashinda dhambi, na hiyo dhambi ilikuwa na mamlaka mengine yaliyo makubwa. Iliyonyongeza kwa dhambi ni kitu kinachoitwa mauti. Na sasa wakati anashinda dhambi, nguvu za mauti zililegea. Amen. Ndio maana sisi tulio ndani ya Kristo Yesu Kristo, huyu Bwana wetu, tunakuwa na imani inayoungwa na yenye kukomaa. Tunakuwa na tumaini ambalo lenye kufaa na lilikuwa sahihi na kweli, linalotupatia ujasiri wa kuendelea kusimama imani tunapokuwa katika ulimwengu. Tunajua ya kwamba mengine yote yanaweza kusimama zidi yetu, lakini sisi ndani ya Kristo tumeokolewa na hii, na haina tena nguvu ya kuweza kutushikilia ikatushinde na kuturudisha tena katika ile kongo ambayo ingeweza kutukamata na kutuweka nje ya kile kitu cha mwisho ambacho Mungu atakiandaa. Mauti yana nguvu sana. Na kwa sababu mauti yana nguvu sana, ndio maana Yesu Kristo alipenda aanze kushinda nguvu ya dhambi. Tukisoma katika Waroma mlango wa kwanza, unasema wale walio katika mwili sawa wanakufa ndani ya Kristo, wanalala, saa yao ya kuanguka wanatoka mauti hata uzima wa milele. Amen. Ndio hawana kizuizi chochote, hawana nguvu zingine zitakazotayarishwa au zitakazoungwa ziwashike wale waliolala ndani ya Kristo. Hazitakuwa, kwa sababu kazi ya kwanza ya Yesu aliyoifanya ni kushinda dhambi. Na hiyo dhambi nguvu zake zilikuwa zimeshikilia sana mauti, iwe na nguvu na iwe na uwezo wa kushika wanadamu. Lakini saa kushinda dhambi, kongo ya kumshika ili yaambiwe jambo la pili haiko tena bali Kristo. Sisi tumwamini Yesu Kristo, kitu kile kinachotuonyesha kwamba sisi tunamwamini ni kwamba tunawekwa huru kwa ajili ya kazi ambayo Kristo alifanya juu ya mti wa msalaba, kazi ya kuchukua mamlaka ya dhambi. Na hiyo mamlaka ya dhambi, ndio maana Biblia inatuambia kwamba hata alipokuwa kule kwa ule mti aligogomea mauti yote. Ile kusema aligogomea, ina maana mzigo ulikuwa mzito na ulikuwa wa kutisha, lakini Kristo amegogomea. Kule kugogomea ni kusema nini? Na ulikuwa na nguvu sana chini ya kushikilia. Yesu alikubali agogomee, kwa sababu baada ya kugogomea na kushinda, mara moja atarudisha uzima wa mtu na mwanadamu tena arudi katika uhuru ambaye alikuwa kukwisha kufungwa
alikuwa amekwisha kushikiliwa ili makusudi arudi tena katika tabaka ya haki. Amen. Amen. Ina maana ya kwamba watakaoingia katika hiyo tabaka ya pili ndani ya hili somo tunalojifunza hapa juu ya neno linalotaka kutuambia kukombolewa katika dhambi. Kukombolewa katika dhambi ni watu kuwekwa huru, na kisha sisi kuwekwa huru, dhambi isiwe tena na mamlaka kutushikilia, lakini tubaki sasa watumwa wa haki. Haleluya. Sisi tulio ndani ya Kristo duniani, wa baba na wa mama na vijana wetu wote, sisi walio ndani ya Kristo tunarudi isho ya dunia. Litaendelea kusonga wanadamu dunia na hatuna nafasi ya kuvikwepa, lakini kama ukijua ya kwamba litafikia kwa mwili wako, kutaliwe unasimama katika haki. Amen. Amen. Kwa sababu saa itakapofika kwangu, na inakuwa kama mjumbe. Biblia inatuambia bali, lakini hatusongwi. Hiyo iko inatembea na inaishi. Italeta kitu kimoja kwangu, amekufa, amerogo sasa, amebebewa hiki na watu hivi na hivi, wamekufanya hivi na hivi, angalia wamezunguka. Usipoteze nanga ya imani. Utunze sana, unalinda nanga ya imani. Ukijua ya kwamba yale yote na ndani yanatuzunguka tungali dunia. Na mjumbe mmoja kati ya hivyo ndio inayotusonga. Vikili ya kimoja kinapika, kitaleta alama kwa mwili wangu. Uiuna hiyo isi unashi utabitwenu isi benu na ukira bitwenu isi asiteni mwino ukira sana na binu ni kuwele mufano wa milele. Hakuna alitakuwa so lelania ukira lani chugame kuna gaya. Hivyo mtu anaitwa gaya. Hivyo Mungu, hivyo afya nzuri, mishipa, mnoku na mifupa, yote hivyo Mungu. Hivyo mchilo ekwele ili makarata kuipa kula. Toka hawezi kwenda. Mniambie kwanza hii masiku Mungu anakuwa na mwana. Hapa, mwenye kuchabi, mwingine mnyatani na makarata. Mnyatani na mfu, mnyatani ndio sasa kadra nini, mnyatani kutoka kuenea, afya ya mimi sasa. Shina yangu ya kucha. Amen. Wafanyao mambo ni watu ambao wanaosikia kwamba wamesoma na wanashikiliwa na sasa wanaenda katika mambo mengine. Neno langu liko na kufundisha kukombolewa katika dhambi. Kombolewa, kubali kuacha vitu vimoja, uachie ulimwengu na watu wanaotaka ulimwengu. Wewe uachie kaa upande wa Yesu, kwa sababu siku tunakuja na Lord mwekuwana wa Lord Mungu mwekuwa mwenyewe neno sana nilimwona nibo uombele lakini hakuna akatulibe kama sana na yana wale Musa atoli hapo wangu ya kwanza wapana wote maombi tu ni kwa tatizo lakini sina mwana lokembe wao lakini ya kwanza Ikiabe na uwele umuka kanisa makala umumai tena mbuwasi ine nasa mbobelie na bimu chinjangiana mshikana na nilinama msea unaye nikatembea naye sasa itakuwa mwana. Haleluya. Sasa mimi na inama anajua mimi naingia mumawazo mingi ananiambia ndio uso wako nikaanza kuomba. Sasa niomba Mungu, naomba muda wa saa shemize mimi ninavaa yote inaruana maji. Jana Biblia inasema Bwana hakubali mimi kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amekataa mimi kuondoka leo. Nataka nikwambie wale ndani ya imani wanalagaka.
na kitu walicho nacho kinakuunganisha watu walio nyuma, na wanaendelea kukaza imani na wanajiongoza kuendelea kusimama ndani ya imani. Aliendelea mpaka siku yake ya mwisho, anapakwa ndani ya Kristo hadi leo. Sisi hivi tuko matunda yake ndani ya kazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Wewe nawe ujikaze, kwa sababu hauna uhuru tena wa kurudia ulimwengu. Ukirudia ulimwengu, ni kutaka kwako, ni utashi wako, ni volonte yako ya kurudi tena ulimwengu. Lakini volonte ya Yesu na kazi ilifanya, alishinda dhambi, akashinda mauti, ametayarisha ufalme wa milele unakungoja sasa, ili wewe uingie ndani. Na wale watakaohukumiwa walipenda na walichagua, walitaka, na lakini wale wanaenda katika uzima walikubali kazi za Yesu na wanakwenda kutulia kungoja kuendelea kuishi milele. Bwana akubariki. Amen. Kwa sababu tunaona ndugu amefikisha mwisho wake, yaani siku yake ya mwisho, na ni lazima tuambie wengine, hasa jamaa letu la Karima. Unaona jinsi tunazunguka na umati wa watu, yaani hii inaonyesha kwamba wanatupenda sisi. Kuna wengi wakati unaona jirani yako amepata kibali kama na hiki, utaenda unasema kwamba na shughuli zangu mimi nitaondoka kazi zingine, unamwacha pale. Ile ni kosa huko. Hiyo inaonyesha kwamba wanatupenda kweli, na hatuna mengi ya kusema, lakini tunawaambia hivi sisi jamaa letu linashukuru na linasema hivi, isiwe mwisho, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yatatokea baadaye. Lakini sisi kwa siku ya leo tunashukuru sababu muna tushiriki kwa siku ya leo kufatana na mazishi, kufatana na ndugu ambaye ametuacha. Basi hapa kuna tegemeo marehemu, sisi hatuna na hatuna chochote kile. Basi tunashukuru kwa sababu ametuacha, lakini kwa mapenzi ya Mungu ametoa roho yako na uondoka kwa moja kwa moja na kulaki wale chagama huwa hii ambayo asante. Bwana asifiwe sana. Tunasimama hapa na tungeshi wote ambao wako kwenye mkutano wa bunge wangesimama kuseme neno na shukrani la kuaga kwipwa. Tungesimama mahali tulipo tafadhali, tuseme neno la kuaga kwipwa. Ndio, asante. Ndugu G, tunasimama kwa heshima ya mwisho. Ulikuwa rafiki, umeonyesha heshima yako kwa wachomba na umeonyesha undugu wako kwa wachomba. Muda kama huu wabunge wote wanasimama kwa kupatia heshima ya mwisho na shukrani tele kwa yote ambayo umeonyesha kwetu kupitia upendo wako kwetu. Jambo la pili, tunashukuru Mungu maana umemaliza na umekuwa na mwisho mzuri, umekuwa na shuhuda nzuri ili inatupatia faraja. Tumekuwa na shada la maua ambalo likanyauka, ni kama vile tunda la shukrani kwako, lakini tunajua siku ya mwisho Mungu atakuvika taji kubwa ambayo itakuwa taji la milele. Tunashukuru
na tukiweka taji maua haya kwenye jeneza yako. Asante. Familia. Wasimame wako watatu shughuli, lakini familia ina wadada wengi, watoto wa Reverend na msala wasimame. Jambo la kwanza ni kutaka kutangazia watu kwamba kaka yetu amefariki. Ni yeye kaka wa kwanza katika jamaa letu. Tumezaliwa watoto 8, wanaume 4 na wanawake 4. Sasa yeye mwanaume anatangulia, tunabaki wanaume 3 na wanawake 4. Na jambo la pili, kaka yetu hakurogwa na mtu. Yule ambaye ana mawazo yake kwamba Jules Saba ambaye amelala hapa amekufa kwenye mwili, amerogwa, hiyo sisi familia ya Hosea tunasema Jules Saba amekufa na ugonjwa kama vile watu wengine wanafariki. Maana wakati alikuwa Sweden, alifanya miaka 8 pale Sweden, akanipigia kusema kama inakuwa mgonjwa. Kule kuna vipimo vingi ambavyo vimecheki mwili wake na wakamwambia kwamba una ugonjwa tayari wa prostate. Na wakati alipofika Kinshasa, alikuwa anahudumia kazi pale, alikuwa na Bandundu, kulikuwa mlimo pale, alifanya mambo yake, walilima mashamba ya mananasi, lakini alikuwa naenda mwili unazofika, na hadi alifika hapa mwili unaendelea kutofika, na hadi leo anafariki. Ni ugonjwa wa kawaida kama vile watu wengine wako naugua. Jambo la mwisho ni kusema kwamba tunabaki hapa, tuko katika mikono ya kanisa, tuko wana wa kanisa, na tunaamini kanisa itatulea vizuri. Tunashukuru kaka yetu kwa kazi yote ambayo amefanya katika familia yetu. Alikuwa mshauri mkubwa katika familia yetu. Yeye alikuwa naona jambo ambalo aliendeki, anakaa kimya. Nakupenda Yesu, amen. Nakupenda Yesu, amen. Nakupenda, amen. Haleluya, amen. Tunashukuru Yesu, amen. Tunashukuru Yesu, amen. Tunashukuru, amen. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Kama nimesimama hapa, nina ushuhuda na nina shukrani. Ni mambo mawili nitazungumza. Nikisema ameanza na shukrani, angeanza na ushuhuda, angeanza na hii. Nyinyi mnitegee sikio tafadhali. Bwana asifiwe. Naanza na shukrani. Shukrani kwanza, ndio maana nimeanza na wimbo Asante Yesu. Shukrani zangu za kwanza ni kwa Mungu. Mungu asifiwe sana. Tulikuwa tunaingia hospitali, tunatoka, tunaenda, tunatoka, na wenye kuingia wanabakilia leo hospitali. Na wenye kuingia kufika kulipa siku 2 hawako. Lakini sisi tulikuwa tunaingia, tunatoka kwa msaada wa Mungu. Hiyo ni shukrani ya kwanza. Shukrani ya pili ni familia ya Neni Wilani, kama mko hapa, mufikishe hizi saa hizi shukrani kwake. Wakati kakaangu alipata matatizo kimbunga cha magonjwa, kimbunga kilikuja na kilizidi uwezo wa kaka yetu mwenye kukuli. Magonjwa ilizidi uwezo.
Wakati walimpigia Nemi Mwilani ya simu, Nemi Mwilani akasema hivi, kaka yangu, hapana, mumpeleke kwa hospitali fulani. Ile hospitali jamaa hatungiweza, hata tungihusisha mangazi yote, maparsele zote hatungiweza. Lakini huyo baba amekamata jukumu ya hiyo hospitali na huduma yote ya magonjwa ya kaka yetu, na yeye mpaka kisi mtu alitoka kwa hospitali. Basi mumfikishie hizo salamu zetu za dhati, kama kwa kazi alifanya, Mungu ambariki. Pia nashukuru kanisa walitulea malezi mazuri pale. Malezi ya kiroho ililelewa pale, malezi ya kimwili ililelewa pale. Nashukuru kanisa kwa jitihada yote ambayo mlifanya kwa huyu mgonjwa. Mgonjwa hakukuwa na ukweli pale. Watumishi kila leo wanamzunguka. Akigonjwa tu, mama Zizi omba. Mama Zizi ita watumishi. Mama Zizi ita watumishi. Tunaita mwalimu, tunaita wengine. Nashukuru kanisa kwa kazi kubwa mmefanya. Mungu awabariki. Nashukuru kwa jamaa. Jamaa nalo lilifanya jitihada yake, nguvu zake, bidii yake. Hata mtewe ulitoka Ubevu. Nilipiga tu simu, mgonjwa anahitaji mtewe. Mtewe ulifika kwa haraka. Ulilipiwa na rudi. Watu walikuja na wengine. Nashukuru kwa hilo jamaa, Mungu awabariki. Nashukuru kwa majirani. Nashukuru kwa marafiki. Nashukuru kwa watu wote ambao walimhudumia, hata kwa telefoni. Ulilamuka aje, ulishindaje. Mungu awabariki na nyinyi pia. Nashukuru mwaveni yote bajukuu wako mwaveni. Iko na wajukuu wake program, lakini wako mbali, lakini Mungu alikree wengine wajukuu mwaveni. Nao walikuja pale babu kama majia nenda wapatia. Nashukuru kwa ile yote watoto wamefanya, na Mungu awabariki. Nashukuru kila wote mwenye alipita hatua yake ya kwenda kumwangalia hospitali, ya maombi na mambo kaza wakaza, kama vile sukari, kama vile benye, kama vile mtewe, na Mungu awabariki wote. Naingia ushuhuda wa kaka ninao kabisa. Huyu ushuhuda naanza kwanza na ujio wake kutoka Kishasa. Wakati aligonjwa, walinipigia simu, kaka yenu anagonjwa, mtoto wenu anagonjwa. Mimi nikasema hivi, shuka huku, kama tutakula kisambu kisio na mawese sawa, lakini shuka huku, ule hawatakuhudumia. Mdogo wako hana mke, mdogo wako anatoka kazini nyuma, basi shuka huku. Aliposhuka huku, neno la kwanza nilimuuliza, uko je na Kristo? Uko je na Kristo? Kaka alinijibu hivi, wewe haujui kama mimi ni Mkristo? Nimebatizwa kwa maji mengi, au hizo habari? Na mimi nampenda Kristo, na mimi namwamata Kristo, na mimi namjua Kristo. Jina la Bwana. Katika magonjwa yake yote, sikuona kaka akakufuru, hapana. Ilikuwa tu, alikuwa na maneno mawili mkinywa chake. Alikuwa na haleluya, na alikuwa na Bwana Yesu yu mwema. Ndio maneno yake mawili yalikuwa. Nashukuru kwa hiyo nayo ambayo hakutosha Yesu kinywani mwake. Pia nani saidia Mungu alinipa diligence, mafungo ya siku moja. Eti uombee nguvu. Niombee nguvu. Sasa kuna nini? Sikubisha, nilifanya hicho kifungo kwa haraka sana. Sijui matokeo ya kesho. Nilifanya hicho kifungo cha siku moja na nikamaliza. Baada ya hapo, hapa siku kama ya posho hapa, nilienda kuangalia, nikakuta hali ipo vile mlikuwa mnamjua tu. Hakukuwa na hali ya kukufa, hakukuwa na wezewa kama vile anawezewa. Basi
Nikaja akanituma kuvuka kwanza Uvira kwenda kutafuta pesa. Jua limeogelea hapa, pesa zitakuwa mingi na utapata muda tena wa kutoka. Nilikuja siku ya posho, nikafanya nikapata nusu ya pesa. Basi nikaingia kwa ibada kwa siku ya Mungu. Baadaye nikaenda. Niko mjia nikapewa wimbo wa namba 121. Mama bora nisaidie kwa wimbo. Usiimbe lakini tufasirie, nitafasiria, unanisomea mimi nafasiria. Eti Yesu ni furaha yangu. Amejaa pendo kweli. Amejaa pendo kweli. Anaweza kusimika. Eti anaweza kushimika kila mwenye udhaifu. Ananipa ujasiri. Nguvu, ujasiri. Nguvu, raha na faraja. Hata nikionja kufa. Eti hata nikionja kufa. Yesu ni mchunga wangu. Twende ya pili. Nimefungwa na Mwokozi. Eti nimefungwa na Mwokozi. Kwa kifungo cha upendo. Hata kufa hakuwezi. Kunitenga na Yesu. Mimi wake siku zote. Ninataka kumtii. Kwa neema nimepona. Nisitumikie dhambi. Twende ya tatu. Kwa mikono ya upendo. Ninakumbatiwa naye. Sikaweza kutafsiri. Mimi shile kutafsiri. Pendo lako kubwa kwangu. Pendo lake kubwa kwangu la Yesu Kristo. Napokea nguvu zake. Zanijaza moyo. Yesu ananiongoza katika safari. Wacha kwa Yesu baba bekano. Hapana kucheza saa huko Mungu. Sinyena udeside tu. Mimi nitamtumikia Mungu na nguvu zangu zote milele na milele. Deside tu. Akanambia hivi, atasafiri siku ya kwanza. Nilisema ufalme wako uje Mungu. Mapenzi yako yatimizwe. Mungu hana dhambi kwa kila chote chenye atafanya. Mungu hana dhambi. Aliandaliwa na mimi niliandaliwa. Hata kwenye naombaka kule kukituo kote Mungu aliniandaa. Na Mungu alisema juu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Basi ndio hayo machache nilikuwa nayo ya ushuhuda na shukrani. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Haleluya tena. Na mimi naenda kumshukuru kwa mtaka yangu. Alinipenda sana. Ilikuwa mwaka wa 2004. Niligonjwa. Nikaenda Tanzania. Nilipoenda Tanzania, nikamwambia kaka, mimi nakuja niko mgonjwa. Nitaenda hospitali gani? Yeye akasema tutaenda Itigi. Itigi ni wapi? Akasema ni hospitali iko juu ya Tabora. Tukakamata treni, mimi na yeye na mtoto wa dada anaishi pale Kalalangabo. Tukaenda wote. Tulitoka pale ilikuwa saa 12 za jioni. Tukafika Tabora ilikuwa saa 1 za asubuhi. Tukabaki pale kidogo, tukaikaa. Watu wakala, wakakunywa, wakaenda kujisaidia, wakaenda. Tukaondoka pale na saa 3. Tukatoka pale, tukafika Itigi na saa 9. Tukafikia hospitali. Kaka akasema mimi naenda kutafuta nyumba. Basi tayari akaenda akatafuta nyumba mimi Msiti. Akapata nyumba. Akasema dada, mimi napata nyumba. Lakini ni nyumba ya
tutaingia mchumba moja cha huyo mama, yeye naye akapata kashambrete, tukakaa pale. Sasa tukasema sasa maji tutaipata wapi? Kule hakuna rubine, hakuna mtoni, kuna maji ya visima. Kaka akasema mimi nitakuwa na shota ile maji. Ni visima vina mita 15, 16 hivi. Njoo na shota maji. Kaka akakuwa anafanya ile kazi. Kila siku anashota maji. Nikaona upendo kabisa kaka alinitendea. Basi tukafanya naye pale wiki mbili. Akasema narudi kazini. Nikamwambia kaka sitaweza kushota hii maji. Wakati nilipima naye pale nikasikia hiyo inaniuma sana. Akasema utajitahidi, mtabaki na mtoto wako hapa atakuwa anakusaidia. Hapo nimeona upendo wa kaka, alinipenda. Basi wakati kaka alitoka Kishasa akakuja na magonjwa, lakini ikafika siku moja wakati kaka anagonjwa, kukatokea shida, na hiyo shida ikawa shida ya malozi. Nikasema sasa haya yanatokea wapi? Na kaka alikuja kwa mgonjwa. Nikaenda kwa sijue namna gani, lakini kitu aliniambia, alisema ingawaje huko mwanamke ndani ya nyumba yetu unabaki kwa mkubwa, na wengine wenye wako nje wakaniambia vile wewe wako mkubwa, jikaze, ujiunga pamoja na wadogo zako. Akasema jina la Bwana libarikiwe. Alinipenda sana na akapenda na watoto. Hata wakati mume wangu alifariki kuondoka nikawa mjane, kaka alikuwa nje, alinishikilia sana kwa hatua zote zile, na nikamfurahia sana, na akaendelea kupenda watoto. Hata watoto waliendelea kusoma, kumaliza, na wengine wakaolewa na kuoa. Na yeye nashukuru sababu kaka aliendelea kunifurahia na kupenda jamaa lote kwa jumla. Jina lako libarikiwe na kanisa. Amen. Kwa mwisho ni kusema kwamba tutaenda kesho kusitiri mwili wa marehemu pale Ake Lusambo. Ni pale tumezaliwa, ni pale baba amezaliwa, ni pale kwenye jamaa lote ndipo. Tutatoka hapa kesho asubuhi na 6h, tutapeleka mwili pale Kalungu huko boti hadi pale. Itapeleka wale ambao wanahitaji kusindikiza Njilo Saba kwa makao yake ya mwisho. Tunatoa hii shada la maua kama tu. Inanikiwa Mungu akupumzishe kwa amani. Tunaitoa pale. Asante sana. Wapo wafike. Na mimi binafsi kwanza ninamshukuru Mungu sana. Jomba ni mgonjwa muda mrefu, lakini kwa wiki 3 za mwisho mbele hamishwe aliamua kuikala nyumbani kwetu pale Bujumbura, na alipitisha muda mzuri sana wa kuzungumza na mama. Walikuwa wanalala masaa za kuendelea, wakikaa wawili wakizungumza mambo ya familia yao. Lakini kitu kinanipa furaha kwa siku ya leo, kwa hiyo wiki 3 tulikuwa na muda mzuri sana wa kuomba Mungu, kusoma neno la Mungu, kusifu na kumwabudu Mungu pamoja na mjomba. Sababu tuna hiyo hali nyumbani kwetu hapo Burundi, asubuhi na usiku tunafanya ibada. Na tulikuwa tunampa mjomba moyo sana. Na tuna wimbo
Kwa kweli nitaomba kanisa itanipa radhi nisikose kuimba hata verse moja ya ile wimbo, sababu tulikuwa tunaimba naye kila siku asubuhi na kila siku jioni tukiimba ile wimbo. Alishia hapo, napatia wengine waseme, baadaye mimi nitaimba ile wimbo kwa kumwaga. Akamwambia mjomba, usitoke, ingia chumbani umulage dada yako, sababu ukienda bila kumwaga atabakia ananiuliza maswali mengi. Mjomba akaingia chumbani, akamwambia dada anajielekeza sasa hospitali. Mama akamwambia baba, usiwe na woga, tutakuombea na Mungu atakusaidia. Alitupenda kwa kweli, tunasema Mungu ampumzishe pale, sababu mjomba wetu hakuna kitu kilikuwa kinafanyika katika familia zetu. Mjomba asikose kufika, asikose kutuunga mkono. Kwa kweli tunapoteza, lakini pamoja na hilo Mungu asifiwe, sababu alimaliza mwendo wake salama. Asante. Neno la shukrani tu kwa mjomba. Wakati nilikuwa Nyarugusu, ni kwake niliishi sana. Alinijali, alinipenda, akaniambia mkwa yangu ikala pale. Juu niliendaka kwanza nikaikala kwa mkwa wangu mdogo. Saa mule nilishindikana, akasema ikala pale. Uwe sombe, uwe njegere ukakula. Mapendo yako mjomba wangu kakutangulie. Ninashukuru kwa yote yale ambayo nikupenda sisi wote. Mungu akubariki, akupumzishe pale pazuri. Asante. Shada hili la maua tunakupatia mjomba mtanyao, lakini mbinguni tutapata taji la uzima. Amen. Wimbo wa wokovu namba 88. Namuona mama Julieni iko pale, alikuja niungane na mimi kwa niaba ya mama na wandugu zangu wote wenye hawapo. Mponyi apitaye wote amefika hapa, awaponyesha watu moyo. Yesu wa upendo, jina linalopita yote, juu na chini kote pia, jina kubwa, jina njema, Yesu wa upendo, awasamehe watu dhambi, wakizi jina linalopita yote, juu na chini pote pia, jina kubwa, jina njema, Yesu wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Nawaza tuko tunaenda vizuri, jamaa imemaliza. Ni kusema hivi kuna bakia ua ya kanisa. Kuna bakia ua la kanisa, yule ambaye siku moja na nimepata habari anasema anakuita pale nyumbani, nikaenda pale kwenye hiyo, tuko sio wawili kabisa. Akaniambia sema, ujui siku moja mzazi wetu alituita hapa nyumbani,
akatwambia, na vile mimi nilikuwa ningali na siretanda mkavu, lakini aliita watoto yake akawaambia, sasa mimi naona nakaribia kufika kwa mwisho hivi, lakini nimeona katika watumishi wangu wenyewe niko nao, nadhani nimeenda kuja nyuma yangu atakuwa nisiretanda mwenyewe kukavu mako mbuyu ndio mwenye takamati nafasi je kama vile ninavyoonyeshwa. Alafu wewe pia aona mwenye uko unaonyeshwa na wewe. Haleluya. Alituambia hivyo, haujakuja huko na sisi tuko na kuuliza wewe unaonyeshwa na nyuma yako. Basi kicheko kilikuwa mingi hapo, sipendi kuendelea. Amen. Amen. Hiyo inaonyesha ni kuzoeana, kufamiliana kabisa. Kwa hiyo tunasema heri mwisho. Heri mwisho, heri mwisho. Nadhani wakati yenyewe jamii imesema sikusikia akaenda kuoa. Lakini bahati nzuri kisi alivyo kuna maisha kutukia kumalizikia hapa. Ushuhuda wa kanisa sasa ndio umeleta faraja. Haleluya. Sababu kama watu wangeenda na ile ya kusema mbona walisema alikuwa na wageni, alikuwa na wengine, lakini Biblia yetu inatuambia katika Mhubiri sura 7 mstari wa 8 ya kwamba heri mwisho kuliko mwanzo. Mwisho wa maisha yako umekuwa mzuri sana. Na hiyo iko mojawapo ya mokre za Wamethodisti. Ukisoma Ezekiel 13:12 inasema haki yake mwenye haki haitamuokoa siku ya kukosa kwake, wala maovu mtu aliyoyafanya haitakumbukwa siku atakapokiri makosa hayo. Yaani tuchunge mwisho sana, mwisho ndio mtu. Basi kwa hiyo kwa machache ndio tunasema kwamba tunashukuru kuona mwisho wake nao pia umekuwa mzuri. Kwa hiyo kwa niaba ya Kivu Est nzima, sisi wenyewe tuko hapa tunawakilisha kama wengine wetu wenyewe hawako wagana siku hiyo na mwana wa Sinetanda wetu ambaye aliyetuachia madaraka ile ambayo tunayo, kama wengine watakapoiendelesha jina hilo la msamaha tusijisahau kabisa. Amonani katika makanisa mengine mwenye anakomboa mtu anakuwa kama bila adui wake. Katika jamaa nyingi inakuwa hivyo, katika jamaa mingi nasema. Lakini mimi ama sisi uongozi tumeachiwa hiyo pasifikema. Kwa hiyo niko wapi? Mara nyingi tunapotoa hiyo shahada hiyo tunasema kwamba hicho ni kitu kingine kitakauka na kinakauka na yeye. Lakini kuna shahada kubwa lenye kila mmoja wetu akijitahidi mwisho uwe kama vile mwisho wake hapo asema kuna mengi ya utukufu tutapokea kuliko haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa katika hiyo orodha ni tena maji Amen.
chiniya ngeti twa chiniya mitema betu tu aso ya mangano ngita nina eli au nusu tutashiriki makoro bila yosi bitohungwa bila tupatirisha mwingina lukendo bale ule nobe babiungwe bonemo bibakwatirichi bingire nyungira bala baye kingire le bulule bituka bile makala longe na twi onye twilanje lumusuku tuhule makoro ndio sio kuitachanya abechere twahungwa ubuju tukuza mwichi w'imambi uleti beke makira metero n'urusuku mwakole wabale amuchunge netu watwelera natwalo ishi ya umambo wano bibikambo litakalwangi wa manganosi ndombaka abekino suru n'abashumu unganita mukwisunde abekino suru tumwami na Yesu tumonya wakiule bubasha buchunde usoshi na makala yuma